Mtazamaji, leo ni leo, msema kesho ni muongo. Watu wa Emurua Dikir wameamua pale ground mambo ni DCP, mambo ni one term. Tunapozungumza sivyo watazamaji wangu, kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa kule Emurua Dikir kwa sababu kura zimeanza kuhesabiwa, na kama kuna kiongozi ambayo akona wasiwasi na haya matokeo ambayo yatakuwa yanatangazwa muda wote kuanzia sasa hivi na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka hapa nchini Kenya IEBC, ni huyu candidate kutoka kwenye upande wa UDA. Tayari ameanza kuona ya kwamba yeye amepoteza na pale ground ni DCP. Ndio kusema, kabla sijaendelea kuwafahamisha kwenye watazamaji wangu kuhusiana na masaibu ambayo yanaendelea kukikumba chama cha UDA pale ground, ningependa kuomba mlike hii video na pia msubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo mkoa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na mtazamaji, huku kura zikiendelea kuhesabiwa, idadi ambayo tunaendelea kuipata sasa hivi, habari zinasema ya kwamba yule mbunge kutoka kwenye upande wa UDA, yule mbunge kutoka kwenye upande wa DCP anaongoza, na anayefuata kwa karibu ni mwenzake wa UDA ambaye anafuata kwa nambari 2. Kama vile ambavyo tulikuwa nimewafahamisha hapo watazamaji wangu, DCP Vincent Rotich alikuwa anaongoza kwa 65%, alafu David Keter ama Dollar Line kutoka kwenye upande wa UDA anaongoza kwa 15%. Lakini bado watazamaji wangu, kura zinaendelea kuhesabiwa, na kabla hatujaweza kulala leo, tutakuwa tunajua mbivu na mbichi ni nani ambaye ndio atakuwa ameibuka mshindi kwenye uchaguzi mdogo wa kule kwenye eneo bunge la Emurua Dikir, Narok County. Ujumbe ambao tunaupata kutoka kwa Dollar Line ama David Keter anasema ya kwamba Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka hapa nchini Kenya IEBC inastahili kusimamisha ili zoezi la upigaji kura wa eneo bunge la Emurua Dikir kwa sababu DCP wanaiba hadharani. Huo ndio ujumbe ambao tunaupata kutoka kwa huyu candidate kutoka kwenye upande wa UDA. Anasema ya kwamba the IEBC should act swiftly and cancel Emurua Dikir by elections now. Mumie, kura hapa ni wizi. DCP wanaiba kura hapa hadharani. Huo ndio ujumbe ambao watazamaji wangu tunaupata kutoka kwa David Keter, yule mgombea kutoka kwenye upande wa UDA. Tayari wameanza kuona ya kwamba watapoteza, na sasa wameanza kutafuta visingizio, kwa sababu hiyo siku yote watazamaji wangu hatujaweza kusikia IEBC kilalamika, wala mtu yote hatujaweza kusikia kilalamika ya kwamba kuna wizi ambao unaendelea wa kura, ama visa kuripotiwa ya kwamba kuna ballot papers ambazo zimepatikana zimekuwa marked. Zoezi linaendelea vizuri sasa hivi, na mtazamaji wangu nataka nikupeleke pale ground uweze kujionea vile hali ilivyo, huku zoezi la kuhesabiwa kura likiendelea. Kabla sijakuwekea video mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. With me, I have the county AP commander here. Here with the CCIO and members of the sub-county of this sub-county here, and we are also together with the formed up units, commanders from the formed up units. I want to report that as this exercise continues since morning, since 6 in the morning, it has been peaceful, it has been calm. Voters have been voting peacefully, and I can report that the area is peaceful and calm. There are only 2 disruptions that happened in the early morning. 2 of the stations, the polling stations, the Kiribwet polling station and the Shelamei polling station within Kapsasian ward, there was some disruption within the 2 stations. But later on, after the police were called, they came quickly, and the situation was restored and voting continued. In one of the scenarios, on the way along the road towards the Shelamei polling station, there was a commotion.
two young fighters picked a fight, and one of them was armed with a Maasai sword. He withdrew the sword, and in the commotion, he was injured with his own sword. And also, the other one also was injured, and people were there. They were separated. Then he was rushed to the local dispensary for first aid, and the other one ran quickly to the police station to make a report. So we've not made any arrests. We know them. One has made a report, the other one, and before they went to fort. After that, all of them went to fort, and that is the only ugly situation that we experienced in the entire of this voting session today. Jonea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi. Wananchi wanazidi kutoa maoni tofauti kuhusiana na uchaguzi mdogo, hasa kwenye eneo bunge la Emurua Dikir kule Narok County. Ingawaje changamoto zimekuwa hapa na pale katika zoezi la siku ya leo, lakini hatimaye tunashukuru Mungu kwa sababu ni zoezi ambalo limefanyika bila fujo. Ingawaje zimetokea kidogo, lakini hatujaweza kuona fujo kama zile ambazo tulizishuhudia kwenye uchaguzi mdogo wa mwaka uliopita. Kwa hivyo watazamaji wangu, sisi sasa ni kuendelea kusubiri matokeo yaendelee kuhesabiwa, na mtazamaji wangu nitakuwa nazidi kukufahamisha kwa kiundani vile ambavyo hizi kura zinaendelea kuhesabiwa, kwa sababu ripoti ambazo tunazipata sasa hivi ni kwamba tayari wamehesabu almost a quarter ya kura kwenye zile vituo vya upigaji kura kule Emurua Dikir. Na kwa hivyo ni zoezi ambalo watazamaji wangu linazidi kuendelea, na tunaona ya kwamba kuna baadhi ya maeneo ambapo David Keter anaongoza, kuna maeneo mengine ambapo Vincent Rotich anaongoza. Inategemea na ni ngome gani kubwa, kwa sababu kama ni ngome za UDA utapata ya kwamba ni David Keter ndiye anaongoza, alafu kama ni upande wa DCP unaona Vincent Rotich naye anaongoza. Lakini kwa ujumla watazamaji wangu, ripoti ambazo tulianza kuzipata kutoka mchana ni kwamba DCP inaongoza kwa 65% ya kura zote, alafu naye Dollarline ama UDA anaongoza na kura 15% ya kura zote, na zile zingine ambazo ziko hapo chini watazamaji wangu ni za wale wengine ambao walikuwa wanagombania kiti cha ubunge pale Emurua Dikir. Na kwa hapo watazamaji, lakini nyinyi msiende mbali, kwa sababu nitakuwa nije vipunde na habari zaidi, niendelee kuwaelezea vile hali ilivyo, vile ambavyo zoezi la kuhesabu kura linaendelea sasa hivi, na IBC kuna ujumbe gani, kwa sababu ilikuwa imetoa tahadhari kabla ya uchaguzi wa siku ya leo kusema ya kwamba mtu yote ambaye atapatikana na makosa ya kupiga picha ama kuchukua video kwenye polling booth atachukuliwa hatua za kisheria. Kwa hivyo nitakuwa narudi na habari zaidi watazamaji wangu, niwapatie updates kuhusiana na uchaguzi mdogo kwenye eneo bunge la Emurua Dikir. Mtazamaji, na kuuliza tena, sijui kama uko na imani na hii tume huru ya uchaguzi na mipaka wakati inaendesha ili zoezi la uchaguzi mdogo kwa mara ya pili tangu iingie uongozini, vile ambavyo unaona inaendesha ili zoezi la by election, unaona kweli itaweza kuendesha uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2027 kwa njia ambayo ni ya amani, njia ya uhaki na usawa? Niacha maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha ningependa kukumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended watazamaji wengi.